Kuna watu wanakuona leo na wanadhani wamekujua kabisa. Wanakuangalia ulipo sasa na wanatoa hukumu juu ya maisha yako. Hii ni Ibada Media. Karibu katika simulizi za imani, hadithi za kweli za imani na wokovu. Kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa hana chochote. Hakukuwa na mafanikio, hakukuwa na msaada, hakuna aliyempa nafasi. Watu walimcheka, walimdharau, walisema hatofika popote maishani. Kila alipojaribu kuinuka, mlango ulifungwa mbele yake. Marafiki waliondoka, ndugu walinyamaza, na dunia ilionekana kumsahau. Usiku mmoja, akiwa peke yake, aliinua macho yake mbinguni. Akasema kwa sauti ya maumivu, Mungu, kama bado una mpango na maisha yangu, nionyeshe njia. Hakukuwa na jibu la haraka, lakini moyoni mwake amani ya ajabu ikaingia. Akaamua kuendelea, sio kwa sababu maisha yalikuwa rahisi, bali kwa sababu alimwamini Mungu. Siku zikapita, miezi ikapita. Polepole, milango ambayo iliwahi kufungwa ilianza kufunguka. Wale waliomdharau wakaanza kushangaa. Yule waliyemcheka akaanza kubadilika, kwa sababu Mungu hufanya kazi kimya kimya. Na siku moja, yule kijana alisimama mahali ambapo hakuwahi kufikiria kufika. Ndipo watu wakasema, hatukujua angekuwa hivi. Lakini ukweli ulikuwa mmoja. Kesho yake haikupangwa na wanadamu, iliandikwa na Mungu. Leo, huenda watu wanakudharau, huenda wanakuona mdogo, huenda hawakuamini. Lakini kumbuka, usinidharau leo, kwa sababu kesho anayepanga ni Mungu. Endelea kuamini, endelea kusimama, endelea kuomba, kwa sababu Mungu hubadilisha hadithi kwa wakati wake mkamilifu. Hii ilikuwa simulizi za imani kutoka Ibada Media. Kama ujumbe huu umekugusa, ushirikishe mtu anayehitaji tumaini leo. Na kumbuka, mwanzo wako hauamui mwisho wako. Mungu ndiye mwandishi wa kesho yako. Amani iwe nawe.